majina naitwa Hassan Othman Fidel. Ni afisa viwango Hamisi Mitambo. Tuko hapa kuielezea mada inayohusu viwango na wadau. Pana maneno mawili kwa ujumla, kwa maana kuna viwango pamoja na wadau. Labda kwa ufupi tutoe maana ya viwango, alafu tutoe maana ya wadau, alafu tuhusishe vipi viwango tunaweza kuhusisha pamoja na wadau. Kusema kiwango, tunasema hii ni nyaraka kama document ambayo huwa inatoa sifa juu ya bidhaa fulani ama service fulani. Hilo linafahamika kwa ujumla. Na wadau hapa tunawahusia wale ambao ni wadau wa vile viwango. Kwa maana tunasema ni stakeholders, ni wale ambao wataguswa ama wataigusa kile kiwango. Ni wataguswa au watakigusa kiwango. Kusema wale ambao wanaguswa na kiwango, hapa tunakusudia wale wazalishaji kwa maana manufacturer, pamoja na wale waingizaji ama wasambazaji wa zile bidhaa, kwa sababu panapoandaliwa kiwango moja kwa moja hawa, kwa sababu wao ndo wanatumia ama wanazalisha zile bidhaa, bila shaka wataguswa moja kwa moja na nini, na kiwango. Lakini kuna wadau ambao wao watakigusa kile kiwango. Hapa na kusudia wale expert pamoja na researchers, wanaofanya tafiti pamoja na wataalamu mbalimbali kutokana na tafiti zao. Kwa hiyo hao wanaweza wakaingiza input kwenye kiwango. Kwa hiyo hao tunakusudia kwa maana ya wadau wa kiwango. Kwa hiyo mada ni wadau pamoja na viwango, ama viwango pamoja na wadau, kwa maana ya kwamba vipi idara ya uandaaji wa viwango inawahusisha vipi wadau wake. Tukianzia hapo kwenye kuwahusisha, mnawahusisha vipi wadau katika viwango, katika kuhakikisha zile bidhaa ambazo wanazalisha lakini wanapokea, wanasafirisha zinakuwa zina viwango? Sawa, asante sana. Tunawahusisha wadau pamoja na viwango kupitia masala yetu mazima ya uandaaji wa viwango, kwa sababu katika kuandaliwa kiwango mpaka kukamilika inapitia takriban stage 7. Ukiziangalia hizi stage za mwanzoni hizi, basi mdau ana nafasi kubwa sana. Ukiangalia stage ya mwanzo ya proposal, basi mdau ana nafasi, kwa sababu proposal stage hii ni stage ambayo yanakuja mapendekezo juu ya kuandaliwa kiwango fulani. Kwa hiyo hapa inawezekana akawa ni mtu wa ndani au wa nje. Wa nje maana yake hapo ni nani? Ni mdau. Baada ya kuona kwamba hakuna regulation specific ya bidhaa fulani, basi anaweza akatoa mapendekezo yake, akatoa proposal yake kwamba kiwango fulani kifanye nini? Kiandaliwe. Hiyo ni sehemu ya mwanzo ambayo mdau anashirikishwa katika maendeleo ya nini? Ya viwango. Vile vile katika kamati zetu za kitaalamu, kwa sababu kuna kamati tofauti za kitaalamu kwa ajili ya hizo product tofauti. Katika hizi kamati za kitaalamu wapo wadau, kwa maana ya kwamba wadau mbalimbali nao wanashiriki katika kuweka zile input zao, kwa maana wao ni member. Wapo ambao ni permanent member katika hizo kamati, ambao wao wanatoa input zao, ambao ni wadau hao. Vile vile katika stage ya uandaaji viwango kuna stage imewekwa sana ya stakeholder comment, au tunasema public comment, kwa maana hapo kile kiwango kinakaa katika mtandao au website ya taasisi ndani ya siku 60, kwa maana miezi miwili, ili tu wale ambao wadau, tuseme ukiacha wale ambao walioshiriki katika zile committee zetu, basi wadau wengine mbalimbali waweze kutoa input zao. Na ukiangalia ni muda mrefu, ndani ya miezi miwili, maana kiwango hakiwezi kwenda stage nyingine mpaka hii miezi ifanye nini? Ikamilike, ili kuona wadau wameweka input gani. Na baada ya kuweka input zao, bado kiwango kitarudi tena kwenye zile kamati kwa ajili kuangaliwa zile input za wale wadau vipi zinaweza kusort out. Sawa, na kuna njia ambazo mnazitumia kwa kufika kwa wadau. Lakini wadau pia kuna namna wanakuwa wanatumia kufika kwa nyinyi ili kuweka bidhaa sawa. Nataka pia kulifahamu hili, njia ambazo zinatumika nyinyi kukutana. Njia kubwa ambayo tunaitumia sisi katika communicate au wao communicate na sisi kwa wadau ni kuu mbili. Kwanza ni zile forum ambazo zinawekwa, kwa maana ya kwamba kutokana na hitajio, basi wataitwa na wadau mbalimbali juu ya kuandaliwa kile kiwango kwa ajili ya kupewa maelezo, ama kwamba wakati mwingine kiwango kipo lakini implementation imekuwa ndogo ya kile kiwango, kwa maana regulation ama kiwango bado hakikuwa ni chini kutumika. Basi wataitwa hiyo forum kwa ajili ya kujadiliana nao, kupewa maelekezo na wao waseme waliokuwa nayo kuhusiana na kile kiwango. Vile vile kuna notification ambazo zinatolewa pale kiwango kinapokuwa gazetted, na wadau tunajua walipewa nafasi ya kushiriki.
basi wanapewa notification kwamba kiwango hiki tayari kishakuwa gazeti, kwa maana kwamba kipo tayari kufanya nini, kutumika. Kama waliweka input zao mwanzoni, basi vile vile wajue to the end kwamba kile kiwango kimeishia wapi, au kipo stage gani, au kimefikia wapi. Hizo njia ambazo tunatumia katika kukutana nao hao wadau wetu. Na wadau wana mwamko wote katika kushiriki na ZBS, lakini pia masuala ya viwango kwa ujumla? Tunasema mwamko upo kwa sababu ya wakati tunapo communicate nao, kwa maana kwamba tunapowahitajia katika, kama nilivyosema, katika proposal zetu, katika committee zetu, basi tupo nao. Siwezi nikasema kwamba ni 100%, lakini 1% kubwa tunao na wanatoa input zao. Na changamoto ni zipi hasa ambazo kwa mnakutana nazo katika ufanyaji wenu wa kazi? Changamoto kubwa tunakutana nayo ni wale wadau wetu kutokuwa up to date, maana yake. Kwa sababu ukiangalia katika kuandaliwa kwa viwango, kama nilivyozungumza mwanzoni, panapitia stage. Na zikivuka stage hizo hapo, maana kile kiwango kinaenda kuwa gazeti. Kwa hiyo lazima mdau awe yuko na ule muda, maana yake. Kama public comment kwamba ni siku 60 kwa miezi miwili, maana yake lazima afiti hapo. Kwa maana kwamba wadau wengine, au inatokea hivyo kwamba inaweza akapita comment zake, au akawa na comment zake au input zake nje ya ule muda ambao yeye alifanya nini, alitakiwa. Hata kama stage ya proposal ni mwanzoni, anaweza proposal yake akaleta wakati mwingine, ikabidi sasa kile kiwango au proposal yake isizingatiwe ndani ya muda ule, asubiri tena muda mwingine. Kwa hiyo changamoto kubwa inakuja ni kutoendana na muda, kwa sababu uandaji wa viwango una taratibu zake na una stage zake mpaka kiwango kufanya kukamilika. Ikiwa kama taasisi ya viwango na mnataka kuhakikisha kila kitu kinakuwa cha kiwango, hili nalo mnakuwa mnalisolve vipi? Au kuna mikakati yote ambayo mmeipanga kwa ajili ya kuliweka hili sawa? Sasa mikakati niongee kwa ujumla tu, lakini mikakati kwa ujumla maana yake ni kutoa elimu kwa wale wadau au kuwafikishia, kwa sababu tunajua kwamba sisi tunaandaa viwango vya bidhaa mbalimbali, na si tu kwamba vile viwango viandaliwe na kuwepo tu, malengo vifanye nini, vitumike. Kwa tunajua hapo watumiaji wengine au wapo ambao vinawafikia viwango hawana uelewa. Kwa hiyo hapo njia kubwa ambayo itatumika maana yake katika jambo hili ni kuwafikishia nini, elimu. Kuwafikishia elimu kwa namna tofauti. Miongoni mwa hichi kipindi pia ni sehemu ya wao kuwafikishia nini, kuwafikishia elimu bila shaka. Sawa, lakini mnafika hata kwenye nje ya miji kwa ajili ya kutoa elimu kwa wao? Nadhani hilo jambo linafanyika, nadhani zipo sekta ambazo zinahusika na hayo masuala mbalimbali, na pale ambapo sisi kwa idara yetu ya viwango tunapoona kwamba hichi kiwango mbona hakipo implemented, basi wanafikisha wahusika ambao watakuwa ni rahisi zaidi wao kusambaza zile taarifa ama kuwafikia wale. Tumalize kwa kutoa wito kwa wadau. Wito wa wadau, maana mimi nitapendekeza zaidi kwenye ile changamoto ambayo umeniuliza. Maana yake tunahitaji sisi kusolve ile changamoto. Tumesema kila jambo na changamoto zake. Kwa hiyo changamoto ambayo nimeitaja hapo ni wadau wetu kutoendana na wakati ambao sisi tunautumia katika uandaji wa viwango. Kwa hiyo na washauri kwa maana ya kwamba wawe up to date, maana yake wafuatilie taratibu nzima za kiwango, kwamba kiwango kipo stage fulani, wafahamu pale ambapo wao wanahitaji kutoa input zao, wafanye nini, watoe zile input zao, kwa sababu ukiangalia sehemu kubwa ya kuandaliwa kiwango, basi waliopewa nafasi kubwa ni nani, ni wadau wa viwango.